hakuna maana ya Marekani kuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu yeye kwa siku zote amekuwa ndio mlinzi na ndio amekuwa mtoa hakikisho kuhusiana na hali ya usalama katika choke points zote muhimu. Maanake ukiangalia katika mlango bahari wa Hormuz, ukija katika unapita katika Arabian Sea kwenda katika Babu al-Mandab kwenda mpaka katika Suez Canal, katika haya maeneo yote, maanake 50th Fleet Base, ile base ya nchi ya Marekani iliyoko katika nchi ya Oman, katika nchi ya Bahrain, ndio ilikuwa ina kazi ya kutazama ile eneo lote na kufanya operation huko. Sasa itakapofikia hatua kwamba ile sehemu ya mlango bahari wa Hormuz ambayo ndio mapito ya kupita kuelekea katika sehemu ya uzalishaji kwenda katika sehemu nyingine duniani haipo tena chini ya nchi ya Marekani, maana yake ni kwamba kazi ya Marekani nini katika eneo la Gulf. Lakini tatizo lingine ni katika upande huu ambao wapo kundi la Houthi. Maanake ni kwamba kundi la Houthi ili liache kufanya disturbance ambao wanaifanya, ni lazima mambo yote ambayo yalifanyika katika siku ya nyuma dhidi yake yaweze kuondoshwa, kwa kuzingatia kwamba kundi la Houthi lilikuwa limewekewa vikwazo katika upande wa anga, kwamba ndege hazitaki kwenda katika upande wa Sanaa, katika ule mji mkuu wa Yemen ambao actually unakontroliwa na upande wa Houthi. Lakini vile vile katika upande wa bandari, manake bandari kama kuna meli zinakwenda zitaelekea katika upande wa kule Mukalla, lakini ambao ni upande unakontroliwa na ile serikali ya mpito ya nchi ya Yemen. Lakini katika upande huku wa Hudaida, katika ile bandari ya Hudaida ambayo inakontroliwa na kundi la Houthi, manake kule meli haitakiwi kwenda, kwa sababu manake panakuwa hakuna mazingira yenyewe kuweza kufanywa check up, na tatizo kubwa ilikuwa ni kwamba huenda kuna silaha zikawa zinapelekwa katika upande wa Houthi. Kwa hivyo hivi sasa tatizo lililopo ni kwamba haya masharti yote au hivi vikwazo vyote vilikuwa vimetengenezwa dhidi ya kundi la Houthi ili salama ipatikane katika upande wa bei za mafuta duniani, especially kwa kile kiwango ambacho kinazalishwa na nchi ya Saudi Arabia. Maana yake ni kwamba ni lazima kundi la Houthi lipewe uhuru, liondoshwe katika hiyo series ya vikwazo ilikuwa imewekwa, na hilo likifanyika, maana yake itakuwa ni udhalili mkubwa kwa nchi kama ya Saudi Arabia pamoja na jamaa wengine ambao walikuwa ni wasimamizi wa hilo kuweza kutekelezwa. Kwa hiyo ina maana ni kwamba kwa hivi sasa nchi ya Irani na washirika wake ndio wamekuwa wakishika hizo kona muhimu ambazo zikaleta tafsiri ya kupungua kwa bei ya mafuta duniani au kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Na ndio maana nchi ya Marekani, moja katika proposal ambayo amekuja nayo hivi sasa ni kwamba katika issue ya Memorandum of Understanding au ile hati ya makubaliano baina nchi ya Marekani na nchi ya Iran, na kundi la Houthi pia litakuwa liingie.